Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zangu katika imani, karibuni tena katika Shifaa Hubs Ruqya Center. Channel yako pendwa hii ya kukupatia faida mbalimbali kutokamana na mambo ya kiroho na mambo yanayohusiana na tiba. Ndugu zangu katika imani, usiache kushare, kusubscribe. Ukishare nawe unapata sadaka, kwa sababu sadaka hii ni sadaka tunjaria. Mwingine naye akiona akifaidika ataambia mwingine na mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa ujira kutokamana na ile kushare kwako, ili mwingine naye kupata faida. Tuko katika maeneo ya Kisumu huko. Maeneo ya Kisumu. Hii ni river Kisiani. Maeneo ya Kisiani. Huu ni mto ambao haukauki. Unapitisha maji masaa 24 kwa miezi 12 katika maisha. Katika mwaka miezi 12 inapitisha maji, haukauki mto, bali unapitisha maji tu kila sehemu. Kwa hiyo nimekuja hapa ili kukupatia faida wewe mtazamaji katika channel yako pendwa hii ya Shifaa Hubs Ruqya Center. Hii ni mambo ya kiroho, tiba za kiroho. Faida 2-3 zinazopatikana katika mto. Wewe unaosumbuliwa na majini, unaosumbuliwa na sihiri, unaosumbuliwa na wachawi, unaosumbuliwa na kila aina ya ubaya katika mwili wako, unaumwa kila siku, kazini wewe ni kugombana na watu tu. Kwa sababu gani? Mwili umejaa nuksi. Tumia mto unaotiririka maji kama hivi. Tumia mto unaotiririka maji kama hivi. Utafanyaje ili kupata neema hii ya mto? Hii ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ili akufanyie wewe wepesi ili uweze kumwabudu Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu katika imani, wewe unayosumbuliwa na matatizo hayo, basi utakuja katika mto huu. Unakuja katika mto huu. Kinachohitajika ni maji yanayovuma. Mathalan, maji kama haya ndiyo yanatembea lakini hayavumi. Lakini kuna haya maji hapa. Haya maji hapa kwenye hili povu, haya maji yanavuma. Kwa hiyo utakuwa makini katika mto ambao utakuwa unaofuata, ili usiweze kubebwa na maji, kwa sababu maji haya yana nguvu sana, yanaweza kukupeleka mbali sana na ukakufia huko mbali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, unakuja unachota maji haya yanayovuma hapa. Unakuja unachota haya, lakini utamwambia ya Rabbi Mwenyezi Mungu, maji haya daima dawamu hayasimami. Na mimi nina matatizo tongo nzima, na uchafu unaotokamana na mashetani na watu katika mwili wangu. Nikitembea watu wananichukia bila sababu. Ndoa yangu inayumba kwa sababu ya uchafu nilio nao katika mwili wangu. Nuksi zimegandana. Hasadi zimegandana. Ile kuongolewa kwa ubaya, ile ni hasadi. Ile ni nuksi, ile ni balaa ambalo liko katika mwili wako. Mwili unagiza. Tumia maji haya yanayovuma. Utakuja kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, maji haya hayasimami. Kwa hiyo mimi naenda kuchota haya maji haya kwa ajili ya kwamba nijisafishe uchafu kutokana na mashetani na watu. Nijisafishe kila aina ya ubaya unaokumba mwili wangu. Basi utachota maji haya kwa wingi. Ukitaka lita 5, lita 10, hata lita 20, lita 100, ni wewe uwezo wako wa kubeba tu. Utachukua maji haya, kisha utarudi zako nyumbani, utatafuta mti wa mfagio. Mti wa mfagio kama unavyoona hapo katika picha yako, huo ni mti wa mfagio. Zamani mababu zetu walikuwa wanatumia sana mti huo kufagilia uwanja wao ama boma lake, kwa sababu ina siri nyingi. Hii kazi yake ni kusafisha ama kufagia. Kwa hiyo katika maji haya, vile ambavyo maji haya hayasimami, basi mimi najimwalia maji haya. Kwa hiyo utakuwa umevuruga katika beseni maji hayo ya mtoni pamoja na mti wa mfagio. Kwa mti wa mfagio utachanganya maji hayo, kisha utayalaza. Utafanya nini? Utayalaza, yani yatalala. Mathalan, umeyatengeneza jioni saa 10. Basi katika jioni saa 10 utaoga kesho asubuhi. Wakati wa kuoga utamwambia Rabbi Mwenyezi Mungu, mto daima dawamu hausimami. Unapeleka uchafu tu sehemu inayopeleka. Kwa hiyo mimi najimwalia kutoka utosini hadi miguuni.
Kwa hiyo uchafu utoke katika kichwa changu, katika utosi wangu, upuputike wote mpaka chini. Vile vile ambavyo mto unatoka nyanda za juu huko kwenda nyanda za chini, basi uchafu ulioko kichwani mwangu, ulioko katika mwili wangu utiririke hadi chini. Utatumia maji hayo ama dawa hiyo kuoga kwa siku moja. Lakini kama umechukua maji ya kutosha, utafanya hivyo ndani ya siku 3 hadi 7. Wallahi wa billahi wa tallahi. Na hapa niko katika ziwa la Kisiani hapa. Sijui siri zilizopo katika maeneo haya, lakini na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuna uchafu utabaki katika mwili wako. Weka nia yako, weka nia yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amejalia kila kitu kina faida katika ulimwengu. Amejalia kila kitu na sababu. Kwa hiyo fanya sababu hiyo, ndugu zangu katika imani. Leo tukumadilie katika masuala ya tiba ya kujiondoa shida ama uchafu unaotokana na mashetani na watu katika mwili wako. Ni Shufaa Herbs Ruqya Center, Ustadhi Wembe hapa. Nakuletea moja kwa moja faida hizi za mto wa Kisiani, maeneo ya Kisumu County, sehemu za Kenya huko nyanda za juu. Kwa hiyo inshallah taala kumatia hiyo. Lakini ziwa lina faida nyingi sana. Iwapo unataka kuzima kesi, tumia ziwa ama tumia mto unaotiririka maji. Unataka kuhamisha adui, tumia mto unaotiririka maji. Unataka kuadhibu mwizi, unataka kumwadhibu mchawi, unataka kuadhibu mashetani, tumia mto huu. Tumia mto huu wa Kisiani. Mto huu ni mzuri sana. Una faida nyingi sana biidhnillahi alkarim, wa idhni Allah subhanahu wa ta'ala kumatia faida hiyo inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.